Bwana, siku mbili zilizopita kupitia jukwaa hili nilizungumzia kwa urefu kuhusu nini ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye uongozi wa Young Africans mara baada ya zoezi la kupokea maombi ya wale ambao wanataka kuichukua tenda ya ujenzi wa uwanja wa Young Africans kufungwa tarehe 23 saa 10 jioni. Wawekezaji na wafadhili ambao walituma maombi yao mara baada ya hilo zoezi kufungwa, mimi siku mbili zilizopita nilikuja na video ambayo ilikuwa inaelezea huu mchakato, nini ambacho kinaendelea kuanzia hapo. Na mara baada ya mchezo wa Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji hapo jana, msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe naye amekuja amethibitisha kwamba kuna kikao ambacho kitakaliwa siku ya Jumamosi asubuhi kabla ya mchezo wa Yanga dhidi ya Al Ahly jioni kwa ajili ya kupitia maombi ya wale ambao wametuma interest na kila kitu ili waweze kujua mwafaka wa nani ambaye anatakiwa kuja kupewa tenda ya kujenga uwanja wa Young Africans, kama ni mmoja, kama ni partners kadhaa, lakini almuhimu ni hivyo. Sasa kwa kusema hivyo ni kwamba nataka nijaribu kujibu swali moja kubwa katika video hii ambayo naifanya hivi sasa, kwamba kwa nini Young Africans waichague siku ya mchezo mkubwa dhidi ya Al Ahly kama ndo siku ya wao kuweza kufanya mkutano mkubwa kama hivi wa klabu kwa ajili ya mradi mmoja mkubwa sana. Kuna sababu. Of course hichi kitu hakijapangwa tu ama hakihuzuka tu kwa bwana siku ya mechi ya Al Ahly basi ndio siku ambayo tutakaa kikao kwa ajili ya kujadili ama kuwapitisha wale ambao walileta maombi ya kujaribu kuibeba tenda ya uwanja wetu. Hapana. Kila kitu kinafanywa kimkakati. Sasa kupitia video hii nitajibu swali hilo kama ifuatavyo. Sababu kubwa ya Young Africans kuamua kuichagua siku ya mchezo mkubwa dhidi ya Al Ahly wa ligi ya mabingwa barani Afrika kama siku ambayo inatakiwa kikao kikubwa kama hichi kikaliwe, ni kwa sababu kutakuwa kuna kupatikana kwa viongozi wote. Viongozi kamili watakuwa wanapatikana katika huo mchezo. Hii ndiyo sababu kubwa. Tunasema kuna kitu kinaitwa maximum constitutional presence. Maximum constitutional presence, yani kuna uwepo wa watu wote ambao wanatakiwa kupatikana kwa ajili ya hichi kikao kufanikiwa. Manake viongozi wote wa klabu kuanzia rais, makamu wake na ile sako yote ya watu ambao ni muhimu kwenye ufanyaji wa maamuzi ndani ya klabu, wote watakuwa wamehudhuria na watakuwa wanapatikana kwa ajili ya hicho kikao. Kwa maana ile sababu ya kwamba kuna mchezo mkubwa siku hiyo itakuwa ndo sababu ya kuwakutanisha viongozi wote kwa wakati mmoja. Hapo pia washauri wa kitaalamu watakuwepo. Manake ukitoa viongozi ambao wao wana nafasi kubwa sana kwenye kufanya maamuzi kwenye kikao hichi na wanatakiwa wapatikane wote, washauri wa kitaalamu pia wote wanakuwepo manake hapo. Lakini pia wawakilishi wa serikali na manispaa pia wapo, hata kama hao hawatakuwa na nafasi ya moja kwa moja ya kuwa sehemu ya kikao, lakini na wao wapo na kuna nafasi yao mara baada ya kikao. Kwa hiyo na wao pia kuwepo kwao kunarahisisha mchakato wa kile ambacho kitaweza kujadiliwa mara baada ya kikao kufanyika. Lakini pia watakuwepo wawekezaji na washirika ambao wao wana nia ya kujaribu kuibeba hii tenda. Utakuwa na baadhi ya wawakilishi wa wawekezaji na hata baadhi ya wawekezaji pia watakuwepo kwa ajili ya kuhudhuria huu mchezo. Kwa hiyo wanasema hapo umeua ndege wawili kwa jiwe moja. Yaani unapokwenda kukichukua kikao kama hichi kwa ajili ya kwenda kufanya tathmini ya walioleta maombi ya kubeba tenda ya uwanja, manake unakuwa umewapata people who matters, wanasema wazungu. Wale wote ambao wanamata kwa ajili ya jambo kama hili unakuwa unawakusanya kwenye eneo moja, unakuwa unawapata kwa wakati mmoja. Sasa hii inasaidia kitu gani kikubwa? Hii inaepusha mchakato huu kudelay. Yaani hichi kikao Yanga wangesema wakipange tarehe nyingine tofauti, kama bwana tutakuja kukifanya labda wiki mbili baada ya mchezo dhidi ya Al Ahly mathalan. Manake huna uhakika wa kuwapata viongozi wote ama watu wote ambao wanatakiwa kuwa sehemu ya mkutano, lakini pia inasababisha kitu ambacho kingeweza kufanywa kwa mara moja tena kwa haraka kudelay. Lakini sababu nyingine kubwa ambayo Young Africans inawezekana wameichagua siku ya mchezo dhidi ya Al Ahly kama siku ya kuweza kufanya kikao hichi kikubwa kwa ajili ya ujenzi wa uwanja ni kuonyesha kwamba klabu iko serious na hili jambo. Klabu iko tayari kuambatanisha mipango ya kimiundombinu na mchezo mkubwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Yaani kwamba
Hii ni sporting prestige. Tunacheza na Al Ahly, tuko nyumbani, ni fahari ya kimichezo, ni sporting prestige, ni tamasha kwa mashabiki, ni hadhira kubwa hii. Kuna mvuto hapa. Lakini pia tunataka tuambatanishe pia na mipango mikubwa ya kiuwekezaji ambayo klabu ina nia ya kufanya. Maanake hapa unawaambia wale wawekezaji kwamba hii issue iko serious, na hii pia inawaonyesha kwamba sisi haturudi nyuma. Yaani kitendo cha kuweza kuambatanisha mchezo mkubwa na kikao kikubwa ndani ya siku moja ni ishara kwamba Yanga hawarudi tena nyuma katika kujaribu kuuendea huu mradi. Yaani this is irreversible. Haturudi nyuma, huu mchakato unakwenda na utakamilika tu. Lakini pengine ni nini ambacho kinaweza sasa kikao kinaelekea kutokea mara baada ya hichi kikao kukaliwa? Kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ambayo Alikamwe ameiweka bayana ni kwamba kikao kitafanyika asubuhi na huu mchezo ni mchezo ambao utachezwa jioni. Baada ya kikao kuna kitu kinaitwa informal networking, kwamba wale watu wengine ambao hawakuwa sehemu ya kikao, kwa sababu hawa watu wengine kama wawekezaji, wawakilishi wa serikali, manispaa, hawakuwa sehemu ya kikao au kutokuwepo sio lazima. Yaani kiukweli kikao kinahitaji viongozi wakubwa wa klabu, kwa sababu wao ndo wanakwenda kufanya maamuzi ya mwisho wa siku. Hawa wengine wanaweza kukaa hata kwa niaba tu ya kula, kwamba bwana, mnakaa na mnakuwa zaidi ni kama observers, mnashuhudia tu kikao namna kinavyoendeshwa na maamuzi jinsi yanavyofanyika. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa informal networking. Sasa mara baada ya mchezo wenyewe, pengine baada ya kile kikao kufanyika asubuhi, mchezo ukimalizika, bila kujali matokeo yatakuwa vipi, hapa kuna nafasi ya viongozi wa Young Africans kukutana na baadhi ya watu, kukutana na wawakilishi wa baadhi ya wawekezaji, kukutana na washauri wa kifedha, kukutana na washauri wa kiserikali, ili kujadiliana baadhi ya vitu. Na ndo lengo la kujaribu kuhakikisha kwamba mkutano kama huu unafanyika kwenye siku ambayo kuna mchezo mkubwa, kwa sababu mna nafasi ya kufanya kikao mkiwa wote viongozi mnapatikana, lakini baada ya mchezo kama hivi, kwa sababu kuna viongozi wengine na kuna watu wengine ambao wana nafasi, licha kwamba wao hawakutakiwa pengine au hawakuwa na ulazima wa kuwa kwenye kikao, mnapata nafasi na wao ya kwenda kujadili nao mambo ya msingi mara baada ya kile kikao ambacho mlipatikana kwa pamoja. Kwa hiyo hapa sasa mnaambiana uhakika wa hii dhamira ikoje, uhakika ukoje. Mnaweza mkaanza hata kupanga baadhi ya ratiba kwa ajili ya hili jambo. Nini kinaendelea mara baada ya hapa, time frame tunaakisi ni muda gani huu mchakato unaweza kukamilika, nini kitafuata baada ya hapo. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba Young Africans kuamua kuichagua siku ya mchezo dhidi ya Al Ahly kama siku ya kuweza kufanya mkutano wa kuweza kutathmini expression of interest ambayo imeletwa na wale ambao wanataka kuibeba zabuni ya kujenga uwanja wao mpya, ni ishara kwamba wanataka kuhakikisha hichi kitu hakichelewi, kinafanyika kwenye mazingira ambayo viongozi wote wa klabu watakuwa na nafasi ya kuhudhuria mkutano, lakini pia watu wengine wote muhimu watapatikana siku ya mchezo, kuweze kuwa na mazungumzo baada ya mchezo, kwamba tumekutana kwenye kikao sisi kama viongozi, lakini kwa sababu kutakuwa kuna wataalamu na kuna viongozi wengine na wawakilishi tofauti, mazungumzo mengine yanaweza kufanyika baada ya mchezo ili kuenda kutia nguvu zaidi kwenye kile ambacho kilifanyika asubuhi yake. Kwa hiyo hiyo ndiyo picha ya namna ambavyo Young Africans wamejaribu kutazama huu mchakato na kuweza kuhakikisha kwamba hili jambo linakwenda kwa wakati na kwa userious ambao ni mkubwa.